Kwamba nini kinaendelea na huyu mtu anaonekana ni mtu mweusi lakini pia ni mweupe. I guess when Pastor JJ initially he wanted to invite a white man. Nadhani mchungaji JJ alitaka amkaribisha mtu mweupe. And then in the middle of his planning he changed his mind and said, well, he wanted to invite a black man. Na katika mipango yake akabadilisha mawazo yake akasema nitamkaribisha mtu mweusi. So I think when they sat down with Dan and Dan said, I know someone that is black and white. Na nadhani walipoongea na msemaji wakasema nadhani namjua mtu ambaye ni mweusi lakini pia ni mweupe. So I'm here to represent both colors. Kwa hiyo niko hapa kuweza kuwakilisha rangi zote. In this country I've realized that color is important. Nimegundua katika nchi hii rangi ni ya muhimu. There are some places that you go and they favor the black, so I normally show my face. Sehemu unaenda wanapenda kumuona mtu mweusi, kwa hiyo natoa sura yangu. Other places they hate the black and they like white, so I show my hand. Na sehemu zingine hawapendi watu weusi, wanapenda weupe, basi naonyesha mikono yangu. So I will get access either way. Kwa hiyo ninapita mahali popote pale. Nobody tells me no because I have all those things. Mtu ananiambia hapana kwa sababu ninaweza kwenda sehemu zote. Of course, being a public figure, being a preacher, the enemy tried to destroy my skin, and I guess he wanted me to shy off not preaching the gospel. Unajua kuwa mtumishi wa Mungu, mtu anayeonekana mbele za watu, shetani hapendi na alitaka kuharibu maisha yangu ili nisiweze kutumikia Mungu. But I thank God for the victory in the blood of Jesus. Lakini ninamshukuru Mungu kwa ajili ya ushindi katika damu ya Yesu. Amen. Amen. I gave my life to Jesus when I was a very young man. Nilitoa maisha yangu kwa Yesu nilipokuwa kijana mdogo. And I will not get into a lot of detail. Na sitaingia sana huko. But one of the things that I struggled with the most as a young man that was coming up. Lakini vitu ambavyo vilinishinda sana katika kukua kwangu is that I was a stammerer. I was a stutterer. Nilikuwa siwezi kusema vizuri. I had such great speech impediment. Nilikuwa nina kizuizi cha kusema kikali sana. I could not be able to express myself. Nilikuwa siwezi kujielezea mwenyewe. In Africa, they teach us how to speak English from the first class. Unajua kule Afrika wale ambao ni daraja la juu kabisa, first class, wanajua kuongea Kiingereza. From kindergarten they start teaching you how to speak English. Unajua kuanzia chekechea huko nursery wanafundisha jinsi ya kuongea Kiingereza. So the teacher used to teach us that if someone tells you I love you, na mwalimu alikuwa akinifundisha akisema hivi kwamba mtu akikwambia nakupenda, it's always good to say I love you too. Ni vizuri kusema nakupenda pia. When the little girls in our class realized that I was a stammerer, na watoto wadogo wa kike walipogundua kwamba mimi siwezi kuongea vizuri, a little girl would come and say I love you. Msichana alikuwa anakuja anasema nakupenda, and I would try to say I love you back. Na nilikuwa najaribu kusema nakupenda pia. I would find myself like nilikuwa najua I could not be able to express myself. Nilikuwa siwezi kujielezea. When my mother used to send me to a neighbor's house, mamangu aliponituma kwa majirani, maybe she had ran out of salt or one of the ingredients in her process of cooking. Labda unakuta kwamba ameniomba niende nikachukue labda chumvi au kitu chochote ambacho anachanganya katika chakula. Or go at the neighbor's house and knock at the door. Nilikuwa naenda kwa jirani na kugonga, and I would try to say mama needs some salt. Na nilikuwa najaribu kusema kwamba mama anaomba chumvi. But I could not be able to express myself. Lakini nilikuwa nashindwa kumalizia maneno hayo. Many times I came back to my mama empty-handed. Mara nyingi nilirudi nyumbani sina chumvi. And every time she used to look through the window and saw her son coming back empty-handed. Mara nyingi alikuwa anaangalia kwa dirisha, anakuta mtoto wake anarudi hana kitu. She knew that the stutter had struck again. Aligundua kwamba yule ambaye hawezi kujielezea kuongea amepata shida tena, hawezi. Everybody in the village knew me as a stutterer. Kila mmoja katika kijiji alinijua kwamba mimi sina usemi mzuri. Actually they gave me a nickname. They called me Nganga the Stammerer. Walinipa jina Nganga asiyeweza kuongea. That's how I was known. Ndivyo nilivyojulikana. To cut a long story short, na kufupisha hadithi yangu, in one all-night prayer meeting, katika mkesha mmoja usiku. That's why my spirit leaped when I heard that you guys have an all-night prayer meeting. Hapo niliweza kusimama na maisha yangu yakabadilishwa. That's why my spirit rejoiced when I heard that you
guys are having all night prayer Ndio meeting. maana roho yangu ilifurahi iliposikia kwamba mnamkesha mahali hapa. Because there's something that happens when you know how to get into God's presence. Kwa sababu kuna jambo linatokea unapojua jinsi ya kuingia katika uwepo wa Mungu. One night, as we were praying, na usiku mmoja tulipokuwa tunaomba, the Lord touched me that night and healed me. Na usiku ule Bwana akanigusa na kuniponya. And from that day, na kutoka siku ile, I decided to become the preacher of the gospel. Na toka siku ile niliamua kufanyika mhubiri wa Injili. Because God healed me and called me into the ministry. Kwamba Mungu akaniita na kuniingiza katika huduma. Sometimes I do stammer. Kuna wakati mwingine siwezi kusema vizuri. But it's very difficult for people to really notice. Lakini ni ngumu sana kwa watu kujua. Only my wife notices when I stammer. Ni mke wangu tu anayejua ninapokuwa na shida kuongea. The last time that I remember I stammered real good. Nakumbuka mara ya mwisho ambayo nilishindwa kujielezea vizuri is when I was proposing to my wife. Ni wakati ninaposa mke wangu. I looked at her. Nikamwangalia mke wangu. I wanted to tell her that I love you. Nitaka nimwambie nakupenda. I found myself going Nikajikuta nashindwa kusema nakupenda, niko But she still said yes. Lakini akasema ndio. You're going to be seeing her tomorrow. Kwa hiyo mtakuwa mnamuona kesho. Why do I share such a testimony when I preach? Kwa nini ninatoa ushuhuda huu ninapohubiri? It is because I do not know what you are struggling with today. Kwa sababu sijui ni kitu gani ambacho kinakushinda leo. You may be having something in your life that the enemy has been pointing to and telling you, because of this you can never amount to anything. Inawezekana kuna jambo katika maisha yako na shetani anasema kwa sababu ya hili hautaweza kufanikiwa. Maybe you are experiencing a lot of negatives in your life. Labda kuna vitu ambavyo ni vibaya vinapita katika maisha yako. And you are wondering if God will ever show up and deliver you out of it. Na unajifikiria unasema kweli Mungu ataonekana na kuniokoa katika haya. But I'm here to tell you, if God was able to touch this young man and heal him of stammering and made him a preacher, God can do anything. Lakini napenda kukuambia kwamba kama Mungu aliweza kunigusa mimi nisiyosema, ataweza kukugusa na wewe pia. That is why I thank God for the theme of this conference. Ndio maana ninapenda ujumbe wa conference hii. Is there anything too hard? Kwamba je, kuna jambo gumu? Anything that the Lord cannot do? Je, kuna jambo ambalo Mungu hawezi kufanya? There is nothing that God cannot do. Hakuna jambo ambalo Mungu hawezi kufanya. And as we worship God together this weekend, na tunapoendelea kumwabudu Mungu pamoja, as we celebrate the Passover, tunaposhangilia Pasaka, as we celebrate the death, burial and resurrection of our Lord Jesus Christ, tunaposherehekea kufa na kufufuka na kuinuliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, I'm believing God for miracles. Ninamwamini Mungu kwa ajili ya muujiza. I'm believing God for victory. Ninamwamini Mungu kwa ajili ya ushindi. I'm believing God for breakthrough. Ninamwamini Mungu kwa ajili ya mpendo. I don't believe there's anybody that is going to come to this conference and go back the same. Na siamini kwamba kuna mtu atakuja katika konferensi hii na kurudi vile alivyo. People of Africa, watu kutoka Afrika, we may not be able to speak English too good. Inawezekana Kiingereza chako sio kizuri au hauwezi kusema English. We may have an accent, they say. Unaweza ukawa na lafudhi accent. We may have a lot of problems in this country. Unaweza kuwa na matatizo mengi katika nchi hii. But there is one secret we know, people from Africa. Lakini kuna siri moja watu wa Afrika tunaijua. We know how to pray. Tunajua jinsi ya kuomba. We know how to stand in the word of God. Tunajua jinsi ya kuita jina la Bwana. And every time I'm speaking to my African brothers, I tell them, let us use what we know. Na kila wakati ninapoongea kwa ndugu zangu wa Afrika nawaambia tutumie tunachokijua. Amen. Amen. Let's get into the word of God tonight. Tuingie katika neno la Mungu jioni ya leo. I'm going to be very brief because time is so much spent. Nitajitahidi kuenda kwa ufupi kwa sababu muda umeenda. I'm traditionally a long preacher, but I'm going to try to be a short one. Kwa kawaida nina utamaduni wa kuhubiri muda mrefu, lakini nitajitahidi kufupisha. I will not even go into the scripture that was read from Ephesians chapter 2. Sitakwenda hata katika neno la Waefeso sura ya 2 tuliyosoma. But what a blessing it is to know of the benefits that we have received from our salvation. Lakini ni vizuri sana kujua faida ambazo tunazipata katika wokovu. Today, tomorrow and Sunday, the whole world will be celebrating Easter. Leo, kesho na kesho kutwa dunia nzima itakuwa ikisherehekea Pasaka. Even the people who claim not to believe in God or to believe in Christ, they are still celebrating the death,
burial, and resurrection of Hata Jesus. watu wasioamini katika Yesu au Mungu nao watakuwa wakisherehekea kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu. If there is a time that I believe the power of God is released in the earth, is when we are celebrating Easter. Kama kuna muda ambao ninaamini nguvu ya Mungu inaachiliwa duniani, ni pale tunaposherehekea Pasaka. Because it is during such a time that heaven kissed the earth. Ndio kwa sababu ndio muda ambao mbingu zinashuka duniani. It is such a time, it is during a time like this when on the night when Jesus was crucified. Ni wakati ambao katika wakati Yesu alipoteswa msalabani, that heaven kissed the earth. Ni muda ambao mbingu ilishuka na kuibusu ardhi. And the earth was never the same. Na dunia ikabadilishwa, haikuwa vile tena. Hallelujah. Amen. Let us read from the book of Matthew chapter 27. Tusome katika kitabu cha Mathayo sura 27. And we're going to read from verse 45 to 53. Na tunakwenda kusoma kutoka mstari wa 45 up to 53. mpaka 53. I'm going to ask Pastor to read from Swahili so that we may save time. Na kwa kutunza muda mimi nitakwenda kusoma kwa Kiswahili. Matthew 27. Mathayo 27:45 mpaka 53. Na hili ndilo neno la Mungu. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu